Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wafuatiliaji wetu wa darasa hii ya kitabu cha Matnu Zubadi. Wa alaikum salam, ambacho leo tupo ukurasa wa 15. Tunasoma babu siwaki, mlango wa kupiga mswaki. Yusannu la ba'da zawali saimi wa akaduhu lintibahi naimi. Yusannu, kuna suniwa, la baada zawali, si baada ya kupinduka jua. Kuna suniwa lakini sio baada ya kupinduka jua la mwenye kufunga, kwamba mwenye kufunga jua likipinduka yeye ndio atakuwa hasuniwi tena. Wa akaduhu, na wamekokoteza nini? Asiwako wamekokoteza lintibahi naimi, kwa kuzinduka mwenye kulala. Mtu alikuwa amelala, basi akizinduka atakiwa apige mswaki, ni muhimu. Walitaghayyur alfami, na kwa ajili ya kubadilika mdomo. Mtu amekaa muda mrefu ikawa harufu imebadilika. Wakati mwingine ni kwa sababu ya kukaa muda mrefu bila kuzungumza, wakati mwingine kwa sababu ya kukaa muda mrefu bila kula. Ndio maana wakati wa Ramadhani mtu ikifika mchana unakuta hali zinabadilika, ni kwa sababu ya kukaa sana bila kula. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Sawa. Wali salati, na kwa ajili ya sala, kwamba ni sunna kupiga mswaki pia kwa ajili ya kutaka kusali. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasema laulana shuka la ummati la amartuhum biswaki inda kulli salati. Wa sunna bil yumna, na kumesuniwa kupiga mswaki kwa mkono wa kuume. Wa sunna, na kumesuniwa bil yumna, kupiga mswaki kwa mkono wa kuume. Al araku aula, haya ni mambo ya mashairi, kwamba lau yangekuwa ni maneno yameletwa kwa njia ya nathri angetia wao hapa wakasema wal araku, si ndio? Wal araku aula. Kwa sababu gani? Kwanza ni kama vile ni mazungumzo mengine, sawa Kwa hiyo wao ingekuja kama ya istinafi haya, kwamba na mpilipili chawa ni bora zaidi kulikoni miti mingine. Wa yusahabu liktihalu, na kuna suniwa kujitia wanja witran, kwa witri. Kujitia wanja kwa witri maana yake unapaka mara 3. Wa ghibba, na ghibba, ghibba ni mara baada ya mara. Maanake ukijitia muda huu, baadaye ukikaa unajitia tena, sawa Maanake kama vile umefutika, baadaye unarudia. Iddahin, maana yake jitia waja witiri, alafu waghibba dahin, mara baada ya mara jitie mafuta. Wanja jitie witiri, mara baada ya mara jitie mafuta, sawa Waqallim dhufura, napunguza kucha. Waqallim dhufura, napunguza kucha. Wantifil ibti, au wantif li ibti, na nyofoa nywele za kwapa. Wantif li ibti, na nyofoa nywele za kwapa. Katika sunna, ikiwa umejizoesha na umezoea, nywele za kwenye kwapa ni kuondoa kwa kutumia kuvuta hivi kwa mkono, sio kunyoa kwa kiwembe au kitu gani. Ni sunna, sawa Ikikushinda ndio mwenyewe utakuwa unatumia kiwembe, lakini ukijizoesha na ukaweza, na ukijizoesha ni nzuri tu, nyepesi kabisa, wala huoni tabu. Ukishika hivi zinatoka 5 kwa pamoja, 10 na nini mpaka zinakwisha. So kama unanyofoa moja moja uhesabu, inatoka tu. Tena inakuwa ni rahisi kabisa. Kwa hiyo huo utaratibu Wa yukasu sharibu, na upunguzwa miomo. Asharibu, miomo, nywele hizi za umu, sawa zinapunguzwa
si bora kuziwacha na wala sio vizuri. Wal'ana ihlik, wal'ana ihlik, na nywele za kinena zinyoe. Al'ana ni nywele za chini ya kitovu natakiwa uzinyoe, sawa. Na kuna maelezo mengi ya kielimu yanatolewa kuhusu hizi. Hapa pia kuna usuna unatajwa kwamba kwa mwanamke kama anaweza yeye kwake ni bora kuzivuta kama anavyovuta hizi za huko. Kwa mwanamume ni bora kuziondoa kwa kiwembe, na natakiwa zisizidi siku 40. Kuna mambo mengi yanazungumzwa kwamba kama zitakaa kwa muda mwingi pia zina madhara yake, hasa kwa upande wa mwanamume ukaziacha hizo. Na kwa upande wa mwanamke zikikaa sana, shetani anajenga nyumba yake pale, ibilisi anajenga nyumba pale, anajenga kiota pale, anaishi, anapata mwenyewe ndio sehemu yake ya kuishi, sawa. Kwa hiyo ziondolewe, hazina khairi kwetu sisi wala kwa wanawake, sawa. Wal khitanu wajibu, na kutahiri ni wajibu. Manake ni katika jambo ambalo usuna wake ni mkubwa mno, sawa. Usuna wake kwa mpaka likafikishwa kwenye uwajibu kama hivyo. Kwa ala kuli hali jambo la sunna ndio maana kuna watu wengine wale ambao wana lugha ya kutoelewa, tunaambia bana atakana mtoto apelekwe sunna huo. Kumbe ni sunna tu, simwache, umeona atahiriwe. Kuna mtoto kuachwa hivi hivi, sawa. Tena basi kuhitaniwa huyo sio mtoto wa kiume tu, hata wa kike katika mwanzo wa hukumu ilivyo. Sasa tu kuna mambo mengine hayo takuja kwa shekhe atakuelewesha vizuri kwa nini hii sunna, ima kama ina umuhimu kiasi hicho, je inafanyika, na kama haifanyiki kwa nini, ni mambo mengine hayo. Lakini katika sheria ya Kiislamu kutahiri kumo, sawa. Ama kija ukizungumza hapa ukaanza kutilia tashdidi, hayo ni mambo mengine tunayaacha kama alivyo. Lakini sheria inasema wal khitanu wajibu libalighin, kwa mwenye kubalighi, satira kamratin qata. Huko kutahiri, unatahiri nini? Ni ile ngozi iliyostiri, satira kamra, yani kile kilichostiri, ngozi iliyostiri ambayo ni ile wanaita govi au mzunga. Walisma, akisema walisma asema na kile ambacho kina maana ya mzunga. Walisma na kile ambacho jina lake lina maana ya nini? Ya mzunga. Min untha, kwa mwanamke. Kwa mwanaume inaitwa govi. Je, kwa mwanamke? Kwa hicho ambacho kinaitwa kwa jina hilo, unajua wenyewe kama kinaitwaje, lakini maana ni ngozi ambayo mfumo wake kama vile ilivyokaa kwenye ngozi ya nani, ya kule kwenye sehemu ya ume ya mwanamume. Kwa maana kwa mwanamke nayo pia ipo. Sasa walisma min untha wa yukrahu alkaza, na ni makruhu kunyoa panki. Wa yukrahu alkaza, na ni makruhu kunyoa panki. Tanazzuha, makruhu hayo yanaitwa makruhu tanzih. Kuna makruhu yanaitwa makruhu tahrim na makruhu tanzih. Makruhu tahrim ni lile jambo ambalo linaenda kwenye uharamu na kupata madhambi mengi, na makruhu tanzih ni wazi kwamba limechukiwa hilo katika sheria, lakini uzito wake unatofautiana kati ya makruhu tahrim na makruhu tanzih. Lakini kwa kuwa imetajwa karaha, basi wewe jiepushe nalo kwa namna yote, sawa. Wal akhadhu min jawanibi anfaka, na kupunguza katika kando kando ya nini? Anfaka. Anfaka ni hizi nywele za hapa. Sasa ukaondoa huku na huku, pengine ukabakisha, kama unakiondoa kiondoe chote, kama unakibakisha, si ndio lakini ukabakisha hapa kujinini pia si katika nini zuri Walihya, na ndevu ukaziondoa pengine kidogo kidogo, hizi nyingine ukazibakisha na nini, sawa
Wahajibi na nyusi. Kuna watu wanachonga nyusi hizi, ikabaki kijimstari tu hapa, huku juu amechonga, huku chini amechonga Wa halku shari imraa, na kunyoa nywele za mwanamke pia ni katika mambo ambayo ni makuruhu. Wa raddi twibin wa raihanin ala man yuhudi, na kurudisha manukato. Wa raddi twibin, na kurudisha manukato, kuyakataa manake. Wa raihani bado ni manukato. Mtu akakupa uturi bana, kichupa cha mafuta ikichukua, au kama vile katika sehemu za hadhara, sehemu nyingine tumeenda wakati maulidi, labda anasomwa kiamu au nini, kuna watu wengine wana uradi ule, mtu ana mafuta yake anampakia. Kama una madhara labda allergy, kama vile mwingine atumii manukato na nini, sawa, sheria inakutoa wewe. Masha. Lakini kama wewe hauna dharura yoyote, basi huna nafasi ya kukataa hidayah kama hiyo Kwa hiyo ni mtu yema akakupa kichupa kizima, au ni mtu vile ambaye anakuja kukupuliza hivi, sawa si vizuri kukataa. Waharamu hidhaba sharin bisawad, wameharamisha kuzitia rangi nyeusi. Waharamu, wameharamisha hidhaba sharin, kuzipaka nywele, bisawadi, kwa rangi nyeusi. Lirajuli wa mraa, mwanamume na mwanamke. La liljihadi, si kwa ajili ya jihadi. Kama kuna jambo maalum ambalo kama hivyo kwenye jihadi, naruhusiwa kupaka rangi nyeusi kwenye kichwa. Kama ulikuwa na mvi, kama huna, lakini ukaamua ukatia rangi nyeusi, ili angalau ile giza liendelee. Sababu mtu mwingine kuwa na nywele nyeupe kiasi kwamba amejificha pale, lakini maadui wanaweza wakamuona kwa sababu ya kichwa chake. Sasa wewe ukaona itakuwa shida, ukazitia rangi nyeusi ili ziendelee kuwa nyeusi zaidi. Hiyo imeruhusiwa, lakini kwa lengo la jihadi tu. Ama mkiwa katika hali ya kawaida, kuna wale wanapaka madude yao, sijui anaitwaje male, shasahau majina. Umeona mtu anatia rangi nyekundu, mwingine anatia rangi gani? Haifai, awe mume awe mwanamke, hakufai kuzitia rangi nywele, sawa hasa rangi nyeusi. Umeona haifai. Basi Mwenyezi Mungu inshallah yaingize haya kwenye vifua vyetu, na wale ambao wanafanya miongoni mwa makosa kwa kutojua, Mwenyezi Mungu awajushi. Wale ambao wanafanya kwa kujua na kwa kutakabari, Mwenyezi Mungu awatolee moyo huo, kwa sababu hakuna anayeweza chochote miongoni mwa adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.